Na mtazamaji, ni saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba buheri wa afya mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za KTN leo. Tumekuandalia taarifa nyingi kutoka maeneo mbalimbali kote nchini. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Naam. Shirika la The Standard Group PLC haliwezi kupuuza chapisho la Rais William Ruto kwenye mtandao wake wa X ambalo linarejelea moja kwa moja kampuni hii. Kwa kawaida hatungependa kujibu matamshi yanayohusishwa na ofisi ya rais kwa kuwa tuna heshima kubwa kwa taasisi hiyo kubwa humu nchini. Hata hivyo, kwa sababu chapisho hilo lilitaja The Standard Group moja kwa moja, ni muhimu kushughulikia masuala yanayoibuliwa. Kwanza, tunapinga vikali namna rais alivyoeleza uandishi wetu wa habari. Chapisho hilo ambalo lilikuwa na mwelekeo wa kudharau lilishambulia pia msingi wa uandishi wetu wa habari kwa kutumia lugha isiyofikia viwango vya heshima vinavyotarajiwa kutoka kwa ofisi ya juu zaidi nchini. Wakati malalamiko kuhusu kazi ya vyombo vya habari yanaelezwa kupitia kejeli za hadharani badala ya njia rasmi zilizowekwa kisheria, hali hiyo huzua maswali ya msingi kuhusu nia ya kufanya hivyo na uimara wa mazingira ambayo vyombo vya habari vinatarajiwa kufanya kazi ndani yake. Hata hivyo, tunakubali kwamba rais alikuwa sahihi kwa jambo moja tu katika chapisho lake, kwamba Kenya ni ya Wakenya wote. Yeye ndiye kiongozi wa taifa na anaposhindwa Kenya hushindwa, lakini The Standard Group haitashangilia kushindwa huko, badala yake itawajibisha serikali. Tunaheshimu haki ya kujibu tuhuma au madai na tunafanya kazi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni za maadili za kazi za waandishi wa habari, lakini pia usimamizi wa vyombo vinavyotambulika kisheria. Pia ni muhimu kukumbuka kwamba hivi karibuni wakati wa hafla moja huko ya Safarali huko Naivasha, rais alithibitisha hadharani umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari nchini, akisema kwamba demokrasia lazima ilinde haki ya vyombo vya habari kwa kukosoa. Mwisho wa nukuu hiyo. Rais, ulitaja eneo la swala la blackmail, yani siasa za vitisho au shinikizo katika chapisho lako. Tunauliza, ni aina gani kubwa zaidi ya blackmail kuliko serikali kushikilia shilingi bilioni 1.2 tunayoidai kwa lengo tunaloonekana la kudhoofisha shughuli zetu? Kenya ni ya Wakenya wote, Mheshimiwa Rais. Kipimo halisi cha kauli hiyo ni kuidhihirisha kwa vitendo, si kwa maneno pekee. The Standard Group PLC inaendelea kujitolea kutekeleza wajibu wake kikatiba, kuelimisha umma, kuchunguza na kuisimamia serikali na taasisi nyingine kwa niaba ya wananchi, pamoja pia na kulinda haki ya umma kupata taarifa za habari. Hili ni jukumu ambalo tutaendelea kulitekeleza kwa weledi, uhuru na heshima kuu kwa taasisi zinazolinda demokrasia nchini.